Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri sana, na kama wewe ni mdau wa soka utakuwa umeamka vizuri, lakini taarifa inayoendelea mitandaoni inawezekana isikufurahishe, kwani hali imeshakuwa mbaya. Kila mmoja anazungumza jambo lake, huku Simba wao wakiwa wameleta kizaazaa. Kabla sijakueleza kizaazaa ambacho Simba wamekitoa usiku wa kuamkia leo, yani masaa 6 yaliyopita, ni kwamba jana usiku Simba walifika uwanja wa Taifa kwa ajili ya kufanya mazoezi kikanuni kabla ya mchezo husika, ambapo kanuni inaeleza kwamba timu mgeni atakuwa na nafasi ya kufanya mazoezi masaa 24 kabla mchezo husika, angalau mara moja, ili awe ameshauzoea uwanja. So Simba wao walifika uwanjani majira ya saa 1 na wakazuiliwa kuingia uwanjani, na kusema la ukweli vuta ni kuvute ikawa ni kubwa zaidi. Kila mmoja akawa anazungumza jambo lake, inawezekana, haiwezekani, tunafanya mazoezi, hatufanyi. So mambo yakawa ni mengi, kila mmoja akawa anajaribu kuzungumza jambo lake, na ilipofika usiku karibia kama saa 6 kuelekea saa 5, Simba wakatoa taarifa kwa umma ambayo imekuja kuvuruga kila kitu, na mpaka sasa watu wamebaki kwenye dilema, ligi ipo ama ligi haipo. Simba waliandika waraka wakisema, Simba Sports Club inasikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu Tanzania bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda unaotarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi Simba imenyimwa haki hiyo licha kufika uwanjani katika muda husika. Anasema katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa ana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamisa wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa 2 baada ya Simba waliondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa hatua stadi dhidi ya wahusika wote katika sakata hili. Sasa hii ilikuwa ni taarifa ya Simba ambayo ilitolewa. Wao kwa upande wa Young Africans hawajajibu chochote. Hakuna taarifa ambayo imeshatolewa kwa umma mpaka sasa hivi. Wao posti yao ya mwisho kuposti waliposti masaa 10 yaliyopita, lakini kwa upande wa TFF nao mpaka sasa anavyozungumza nanyi wapo kimya. Hakuna taarifa ambayo imeshatolewa, labda kama itatolewa baadaye, lakini mpaka nimeingia hapa mitamboni kukufahamisha hizi taarifa, hakuna taarifa kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania bara au TFF ambayo imeshatolewa. Inawezekana hapo kwenye mchakato wa kutafuta ufumbuzi, kutafuta namna ya kuleta suluhu katika hili ili tuweze kuona dabi inapigwa. Lakini nikajiuliza, kwani kanuni inasemaje? So ikabidi nirudi tena kuitafuta hiyo kanuni, ili basi wewe mtazamaji wangu tukinapozungumza jambo fulani, wewe uwe sehemu ya watu ambao wanaelewa kwamba kanuni fulani na kanuni fulani. Although baadhi ya wachambuzi na wao pia wameanza kuweka maneno yao kuelekea mara baada ya hii kauli kuweza kutolewa, baadhi ya watu mbalimbali wameonekana kutia baadhi ya maneno na kuonesha kwamba inawezekana kuna kitu ambacho hakiko sawa. Sasa kanuni ya 45 inasema timu mgeni itafanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Sababu zote za kukwamisha timu mgeni kukidhi ipasavyo ama kupata haki zitaadhibiwa kwanza na zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. Nasema sasa unaelewa hapa. So kamishna wa mchezo ndiye ambaye inabidi adhibitishe. Kanuni nasema
haki hii zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. Ukirudi kwenye post ya Simba, na wao wanamtaja huyo kamishna wa mchezo, ambapo na wao wanasema kwenye paragraph ya 3 nasema katika sintofahamu hiyo Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa ana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo, pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabouncer. So kamishna wa mechi husika alifika, mabouncer wakaelekezwa. Je, kamishna ilikuwa inabidi aongee na mabouncer au ilikuwa inabidi aongee na uongozi wa Young Africans alafu uongozi wa Young Africans utoe order? So kamishna wa huu mchezo ndiye ambaye anaweza akatoa majibu husika kwamba ni nini ambacho kimesababisha Simba wasiweze kufanya mazoezi kabla ya dakika 90 kuchezwa, kama ambavyo ilivyoamuliwa kwenye kanuni kwamba lazima timu mgeni afanye mazoezi masaa kadhaa. Japokuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo hapa katikati vimetokea vilifumbiwa macho, na nilikuwa najaribu kuangalia kamisa of the match ni Ramadhan Msiru, nadhani ndiye kamisa wa mchezo Ramadhan Msiru. So tunatamani kuona yeye atasemaje. So Simba wanacholalamika kiko right kwa sababu walikuwa na haki hiyo, lakini kumbuka kamisa wa mchezo, kamishna mchezo ndiye ambaye anaweza kudhibitisha. Kanuni nasema kupata haki zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. So kamishna ndo atadhibitisha muda. So kama kamishna alisema muda fulani, nyinyi mkakataa, manake hamtopata hiyo haki. Lakini kumbuka Simba amesema hawatoshiriki mchezo huu. Je, kanuni inasemaje? Kanuni ya 44 inasema timu yoyote itakayopewa ushindi katika mchezo wote wa ligi kuu Tanzania bara kutokana na makosa ya kikanuni yaliyofanywa na timu pinzani katika mchezo husika yatakayosababisha timu kunyang'anywa ushindi na timu pinzani itatunukiwa pointi 3 na magoli 3. So Simba asipoenda uwanjani, maana yake ni kwamba Young Africans anaweza kupewa hizo alama 3 na ushindi wa mabao 3-0, na Simba atakuwa amesababisha kupoteza ubingwa. Lakini pia nimeona baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba wameendelea kusisitiza kwamba wao hawatocheza huu mchezo. Miongoni mwa hawa watu ni pamoja na Clatous Magoli, ambaye yeye ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram akisema, mjumbe wa bodi ya Simba Clatous Magoli amesema klabu ya Simba haitashiriki katika mchezo wa leo, pia haitashiriki katika ligi mpaka pale sheria itakapofuatwa. Anasema leo ulipaswa kuchezwa mchezo huo, na akasema hatutashiriki huo mchezo mpaka wapuuzi walioshiriki hapa waadhibiwe. Lakini Simon Patrick anasema, mwanasheria wa Yanga Simon Patrick anasema hata Yanga ilishafanyiwa hivyo katika dabi iliyopita na hakuna hatua zilizochukuliwa, hivyo akitaka akitendeke. Kwa mujibu wake kupitia ukurasa wake wa Instagram amesema, kwa mujibu wa kanuni ni kwamba timu ngeni ina haki ya kufanya mazoezi angalau mara moja kabla ya mechi. Hata na hivyo, kwa kuwa ligi yetu inaendeshwa kwa busara, ikizingatiwa kuwa katika mzunguko wa kwanza klabu ya Yanga ilinyimwa haki ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, basi hakuna walali wa kuruhusu wenzetu kufanya mazoezi ili kuepuka upendeleo wa aina yoyote, akisema double standard. Kwa mamlaka zingekuwa makini katika kusimamia kanuni kwa kiwango sawa wanavyofanya katika kutoa faini kwa vilabu kufungiwa wasemaji, ili lisinge kuwepo. Fanyeni yote, Afrika nzima inasubiri dabi ya Kariakoo. Bana, haya ndio ambayo ameyasema. Lakini pia nimepita kwa Asbeth Raphael ambaye pia na yeye ni mchambuzi wa soka. Yeye akasema akaandika waraka mrefu sana, akasema katika sintofahamu hiyo Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa ana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna mchezo. Kupitia mstari ni wazi Simba hawajazuiliwa na mabouncer kuingia uwanjani, bali wamezuiliwa na meneja wa uwanja, kwani ndiye mwenye mamlaka anafungoza kuruhusu watu waingie uwanjani. Mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu, wakizuia msafara wa Simba kuingia kufanya mazoezi. Kwenye mstari mwingine Simba wameandika juu ya mabouncer wa Yanga, binafsi hapa wameniacha njia panda, najiuliza wamejuaje kama wale ni mabouncer wa Yanga? Mbaya zaidi, kwenye lile eneo hakukuwa na kiongozi yoyote wa Yanga. Sasa wao wamejuaje kama wale ni mabouncer wa Yanga? Au walikuwa na jezi ama vitambulisho vya Yanga? Maana viongozi wote wa Yanga wamesajiliwa na TFF, hakuna sehemu Yanga wamesajili mabouncer. Lakini pia barua ya Simba inasema bouncer wa Yanga
wamezuia timu kuingia ndani. Ila ukiangalia video ile tukio, bouncer walikuwa nje ya uwanja, ina maana wao hawakuwa na mamlaka kuingia ndani. Meneja wa uwanja alitia lock, na pia tunajiuliza swali, mabouncer hao walikuwa nje, wanaweza vipi kumzuia mtu asiingie ndani wakati uwanja umefungwa? Bana, haya ndio maneno ya Asbeth Raphael. Mpaka sasa tunasubiri taarifa rasmi kutoka kwenye vyanzo vya TFF and then tutakufahamisha. Asante, bye bye.